Mimi karibu jioni yangu na Salali Jembe, pengine sote ambao wameona mchezo wetu wa kwanza kwenye AFCON dhidi ya Nigeria. Tuko naye hapa, tueleze tumepoteza, lakini kiwango kibora ambacho kimeonyeshwa kimewafurahisha wa Tanzania. Jembe, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama, tuko poa? Poa kabisa. Jana nchi nzima ilisimama, kila sehemu ukipita barabarani unaona watu wamejazana majumbani, mabaa na sehemu nyingine wakitizama timu yao. Lakini licha kwa mara ya kwanza tumepoteza, lakini Watanzania wote tumefurahishwa na kilichotokea. Form bora licha ikuwa nafasi nzuri kupata matokeo. Kwako ilikuwa ni mchezo namna gani? Ni mchezo ambao ni kama vile umewa surprise wa Tanzania wengi. Kwa sababu ukiangalia kwenye mechi 3, 4, 5 zilizopita, Taifa Stars haikuwa kwenye kiwango bora. Na ilikuwa ni hofu, na kwa watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kama Taifa Stars itaendelea kucheza vile mwisho wake utakuwa ni nini. Na kulikuwa kuna hofu hiyo ya AFCON. Lakini kama unakumbuka, kabla ya hii michuano, baada ya michuano kuanza, mechi kati ya Morocco na Komoro ilikuwa kati ya mechi ambayo iliwafanya watu wengi waanze kuona kwamba underdogs, kwa maana ya timu ambazo zinaonekana ni za chini, zinaweza zikabadilisha mambo. Kwa sababu ukiangalia kiwango cha Komoro, licha ya ubora wa Morocco, walicheza vizuri sana. Na wewe utaona hata mechi zilizofuatia ilikuwa hali kadhalika hivyo hivyo, lakini watu wengi walikuwa wanajiuliza kuhusiana na timu yetu. Mimi mwenyewe ilikuwa mmoja wapo. Na hofu yangu mimi kubwa ilikuwa kwenye defense. Ukiangalia kwenye mechi nyingi ambazo tumepoteza mabao 2, 3, 4, tulikuwa tuna shida kubwa kwenye defense. Tulikuwa tukifungwa mabao, naweza nikasema mepesi, mabao ambayo utarajii kwamba tunaweza tukafungwa, kwa sababu kulikuwa kunaonekana hakuna ile solid defense, kwa maana ya kuanzia kwenye defensive midfield kushuka chini. Lakini hata kwa kipa pia ilionekana kuwa kuna makosa mengi ambayo pia yalikuwa yanafanya timu yetu ionekane sio kwenye kile kiwango watu wanaweza kuwa na matumaini makubwa. Lakini kwenye mechi ya jana, mimi kwangu nimeona kwamba wameyafanyia kazi makosa mengi ambayo tulikuwa tunayaona. Kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana, ndio maana tumekuwa na hili. Na sasa itakuwa ile swala la consistency. Utaangalia bado tumekuwa na watu wale wale. Mfano sisi kwenye defense, ukiachana na Foba ambaye kiwango chake sasa hivi kimeimarika, lakini ukiangalia 2 na 3 ni wale wale. 4 na 5 wale wale almost ukiangalia. Lakini kuna kitu kimoja niliona watu wengi sana walikuwa wana hofu jana. Walikuwa na hofu na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mimi nikwambie, vyovyote itakavyokuwa, lazima tuwe tuna ile heshima na wachezaji wetu. Kwa sababu gani? Mwamnyeto ambaye sisi tunamuona kama hafai, kocha wa Yanga alimpa nafasi, kocha aliyepita mwingine alimpa nafasi, leo tena Gamondi amerudia tena kumpa nafasi, kwa sababu ni beki anayemfahamu vizuri sana. Na umeona kitu kimoja cha kiufundi sana amekifanya Gamondi, ambayo inaonyesha ni uthubutu wa kocha anayejiamini na anataka kufanya anachotaka kufanya ni nini. Dickson Job ambaye yuko kwenye peak kwa maana ya ubora, yeye alipumzishwa kwa sababu ni vitu vya kiteknikali, kwa maana ya kuangalia wa Nigeria jinsi walivyo pale, including Osimhen. Kwa hiyo ile uwezo wa kuruka vichwa na maumbo yao vile, akaona aanze na Mwamnyeto, na amefanya vizuri. Kwa kifupi, wameweza kumzuia Osimhen asitikise nyavu zetu. Wameweza kumfanya Osimhen, ambaye kumbuka huyu ni top scorer wa Serie A, lakini one of the best player tunaweza kusema kwa Afrika sasa hivi. Lakini Uturuki pia kwenye ligi yao ndio tegemeo. Ni mchezaji ambaye anakutana na mabeki mbali kwenye Champions League na wakawa wana hofu. Lakini wameweza tena kumzuia Mwamnyeto na wenzake, kwa sababu unaposema defense maana yake ni ushirikiano. Mtu anaweza kukuambia mabeki wakati wamemzuia, lakini timu inapo swing, mabeki wakati wanapokwenda pembeni, beki wa kulia kama imeswing kushoto anakuja kuwa ndio center half, ikiswing kulia yule wa kushoto ndo anakuja kuwa. Kwa hiyo wameweza kuzuia, na kama wengi walitarajia labda Tanzania itapoteza kwa mabao mengi, haikuwa hivyo. Na hata bao lao la ushindi limepatikana kwa juhudi binafsi na uwezo binafsi wa Demola. Kwa hiyo timu yetu imecheza vizuri. Tuseme tumepoteza, lakini katika ile hali wanaotupa matumaini wa Tanzania. Mimi hofu yangu ni moja tu. Tunakwenda kucheza na Uganda. Wataweza kuwa na consistency ya kile walikifanya katika mechi dhidi ya Nigeria? Kwa sababu mimi nina kumbukumbu kwenye AFCON iliyofanyika Egypt,
tulikuwa kundi moja nakumbuka na Senegal na Algeria na Kenya, na mechi ambayo mimi niliamini tulikuwa na uwezo wa kuchukua point baada ya timu yetu kuonyesha ubora katika mechi na Senegal. Tulifungwa bao 2-0, lakini ubora ukawa ni ule kama leo tunavyozungumza. Mechi iliyofuatia ikawa hivi na Kenya, alafu mechi ya mwisho tukamaliza na Algeria ambao tulifungwa bao 4 nakumbuka kwa mara ya kwanza na Daka Metacha Mnata. Na ukiangalia ratiba inafanana kwamba tunatoka hapa kwenda kucheza, tumeanza kucheza na Nigeria, timu hii ya magharibi. Alafu tunakwenda kucheza na Uganda ambao ni tunaweza tukasema sisi tukiwaangalia Uganda na wao wakituangalia ndio kile mmoja anaona ndio point 3 muhimu. Yaani sisi tunaonana point 3 muhimu, kila mmoja anaona hapa ndio pa kuchukua point. Na hivyo ilikuwa kwa Kenya. Halafu mechi ya mwisho tena ni ngumu, na kucheza timu ya Kaskazini. Na sasa hivi itakuwa hivyo hivyo kwa sababu mimi nimewaona Tunisia, nataka kidogo niwaelezee. Nimeona kama moja ya timu ambayo ina utulivu mkubwa kwenye composure. Naona Tunisia wako mbali sana. Yaani ni timu ambayo haionyeshi kama ni hatari sana kwa jinsi ilivyo, lakini ni timu hatari kwa jinsi inavyocheza. Lakini ni timu ambayo nimeiona inaingilika kama utakuwa na watu wasumbufu. Kwa aina ya uchezaji wao si timu nyepesi ya kusema tutakwenda kuchukua point. Na kama tunataka kuamka basi lazima tuchukue point kwa Uganda. Sisi tayari tuna rekodi ya sare kama unakumbuka AFCON iliyopita. Tulipata sare na Zambia, tulipata sare na DRC. Sasa mechi hii inayofuatia sisi hatuhitaji sare. Sisi tunahitaji kushinda, kuandika rekodi ya ushindi kwenye AFCON kwa miaka hii ya karibuni hivi. Kwa hiyo tunafanya nini? Tuende tukiwa tuna ile consistency ya level tulionyesha na Nigeria, ikiwezekana tukaiongeze ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Na haitakuwa mechi nyepesi kwa sababu hata Waganda wao na wao wanataka kupata point dhidi yetu sisi. Jembe, mechi ya kwanza Tanzania inapata bao. Imekuwa ni nadra sana kwenye AFCON, lakini AFCON hii mechi ya kwanza tu wamepata bao. Inatupa taswira gani? Ni kwamba inawezekana. Kwanza ni bao, wewe umesema bao, lakini ni bao zuri sana. Lile ni bao la timu. Ni bao ukiliangalia sio bao la juhudi binafsi. Badala yake ni bao la mipango. Ukiangalia nafikiri kwa Kapombe kutoka kulia, kampa mpira Samata. Nafikiri Samata kageuka pale, Nova katuonyesha nini maana ya mchezaji kucheza Ulaya. Lakini pia hata Mobwa pia ametuonyesha nini maana ya mchezaji kuwa kwenye timu ambazo zimeadvance kifootball, ligi imeadvance kifootball, kwa sababu movement yake yeye ilikuwa sio ya kubahatisha. Alitoka kwa wakati, akafika kwa wakati, lakini tendo lake alilofanya hakutuliza, hakufanya nini. Alilenga kwa wakati kulingana na kipa alivyokuwa anakuja. Nilikuwa ni nzuri sana. Na ukiangalia Nigeria kuna hiyo match nafikiri wachezaji 5 ni wa Premier League. Kutoka Premier League. Alafu wachezaji 2 watoka ligi kuu ya Uturuki. Kuna mtu anatoka Italia, kuna mtu anatoka Ureno. Kwa hiyo England ndio kwa wachezaji 5 kutoka England. Kwa hiyo kukutana na wachezaji wenye level hiyo haikuwa jambo dogo, lakini jasho limewatoka na kuna kipindi tulipiga fikiri kona kama 3 au 4 mfululizo hivi. Yaani maana yake tulikuwa tunamnasema nini, kuwahemea. Tulikuwa tunawahemea Nigeria. Bahati mbaya tu hatukufanikiwa kufunga tena, lakini ninaamini ni nafasi nzuri sana. Timu yetu kama umeiona ina ile combination nzuri sana ya wakongwe na vijana. Na vijana umeona ile combination yao walivyocheza na wakongwe, unaona kabisa ni wachezaji sasa hivi ambao wanaanza kufahamiana. Na ni wachezaji ambao pia wanaanza kutuondolea hofu kwenye AFCON ya 2027 kwamba nani atakuwepo na itakuwaje. Na hata ukiangalia bado kwenye benchi, mfano kuna mtu kama Kibu hivi anaingia mwisho kabisa. Yaani kwa kocha mimi nilimuelewa kama vile anataka kumuandaa. Lakini unaona hata Kibu alikuwa nje, unaweza kulalamika kwamba alikuwa nje kwa sababu waliokuwepo ndani wamefanya kazi yao vizuri kabisa. Faisal pia hayupo. Kwa hiyo ni picha ya kuonyesha kwamba timu yetu inapambana lakini inaandaliwa vizuri na tunahitaji kushikilia hilo ili kuifanya iwe bora zaidi. Jembe hapo ni kama pigo kwa taifa, lakini kwa Simba mlinda mlango Yakubu Suleiman amepata injury na klabu ya Simba sasa nao wako vitani kutafuta mbadala wake. Umezungumza issue ya golikipa, umesema timu ya taifa ni timu ya kila mtu, lakini tayari timu ipo kwenye mashindano Jembe, na golikipa ni huyo ndio kipa namba 2 ambaye amepata majeraha ambaye tuliamini angekuwa namba 1. Unawaambia nini wa Tanzania, lakini yupo ushauri wako? Mimi mara nyingi nasema timu ya taifa sio ya mtu. Timu ya taifa ni ya watu, na kila aliyeteuliwa kwenye timu ya taifa manake ni timu ya taifa
na ana nafasi ya kuitumikia. Inawezekana kwa wakati huo au wakati mwingine, lakini anapataje nafasi ya kuitumikia uwaga inategemea na kinachotokea. Inawezekana ni chaguo la kocha, lakini wakati mwingine inaweza kawa kutokana na hali kama hii imetokea majeraha, na ndio maana kuna akiba kwamba tunakuwa na makipa watatu au wanne wakati mwingine. Sasa hivi ukiangalia mfano kama Foba, kati ya watu tuseme wamechangia kwa kiasi kikubwa Taifa Stars kutopoteza kwa idadi kubwa na kuonyesha iko kwenye good performance ni kipa. Kwa hiyo hii pia ni dalili ya kuonyesha kwamba ametoka mmoja, lakini tuna kipa mwingine bora. Lakini kama ingewezekana asingekuwa Foba angeweza pia kufanya kazi yake vizuri hali kadhalika. Ndio mimi bado ninaamini kama hayupo Foba, Salanga anaweza kufanya kazi yake vizuri, si ndio? Na ukiangalia hawa makipa wawili ukiachana na Yakubu, wanatoka kwenye klabu ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tunapaswa kuwaamini na wakubali kwamba wanaweza kuifanya kazi yao. Na hata wakati mwingine timu ikiitwa bila kuwepo Yakubu, bado Tanzania tulivyo na talent za magolikipa, kuna nafasi na ndio maana nimekuwa na msisitizo mmoja. Hapa mimi ningependa pia nikazie. Nimekuwa nikisisitiza tunahitaji kuwa na makipa wetu wa kidaka katika timu zetu, especially zinazoshiriki michuano ya kimataifa. Nasema hivyo kwa nini? Nchi nyingi ambazo zimefanikiwa kwa kuwa na makipa bora sana, especially kwa Afrika Kaskazini, ni makipa ambao wanatoka kwenye klabu zao kubwa zinazoshiriki michuano ya CAF kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa bado kuna sababu ya kuzuia makipa wa kigeni, kwamba timu zinaposajili wachezaji wa kigeni basi makipa wawe wanaotokea wapi? Tanzania. Lakini Jembe, pia tumeshuhudia kwenye AFCON wachezaji ambao wanacheza ligi ya Tanzania wameonyesha kiwango kizuri. Principal Melelo Dube naye amefanikiwa kufunga kwenye mchezo wao, lakini Djigui Diarra tumemwona licha kuwa ametoa sare dhidi ya Zambia, lakini tumeona pia kiwango chake. Inatosha kusema kwamba ligi yetu kuwa pale sio bahati mbaya. Na niseme kwamba watu wa kizazi cha plastiki mna bahati sana safari hii, kwa sababu sisi bwana, kwanza kuiona timu yetu AFCON ilikuwa hakuna. Tulikaa kwa miaka mingi sana, ninaambiwa ilishiriki AFCON ya mwaka 80 kule. AFCON ya mwaka 80 wengine walikuwa na miaka miwili sijui. Sasa unaambiwa bwana timu ilishiriki AFCON, yani tulibaki na hiyo story ilishiriki AFCON. Lakini hata tulipokuja kuingia kwenye AFCON sisi ilikuwa ni vigumu sana kuona timu za mataifa mengine zina mchezaji ambaye anacheza kwenye ligi yenu. Ilikuwa ni vigumu sana. Nakumbuka kama sijakosea kuna mchezaji mmoja ila fikiri alicheza Malindi, alikuwa ni Mzambia. Watu wamekwenda kwenye AFCON na alikuwa kwenye timu ya AFCON ya Zambia. Unajua lilikuwa ni gumzo, yani tulifurahia kweli. Utafikiri mchezaji ndio anacheza peke yake Tanzania nzima. Lakini safari hii lakini safari hii ile timu unaangalia mfano umemwangalia Diarra sare, lakini performance yake na ni kipa kiongozi. Unaangalia Dube amefunga. Tulimuona Aucho amecheza katika kiwango bora kabisa, licha ya kwamba ana umri mkubwa, lakini bado anaendelea kuonesha kuwa ni mwalimu. Singida watakuwa wamesema hapo, lakini nimemuona pia hata ingawa ametoka kwenye ligi hii, lakini bado amecheza Musonda. Lakini pia umemuona Mukwala. Kwa hiyo mimi naamini inawezekana tukaendelea kuona, nafikiri tutarajia kumuona Aziz Ki na wengine. Hii ni sehemu tosha ya kuonyesha kwamba ligi yetu imepiga hatua kubwa sana. Mfano hata sisi ndugu zetu au jirani zetu wa Kenya walikuwa wanatucheka, wanasema na Tanzania tu itarudi. Nikawa nasema unajua wa Kenya saa zingine wanakuwa utafikiri walevi kwa wakati wote, kwa sababu wewe unamcheka mwenzako yeye aliyekwenda, wewe hata kwenda haujaenda. Unamzungumzia yeye atarudi, wewe hata kwenda hujawahi kwenda. Lakini sisi Tanzania leo kuna vitu vingi sana vya kuzungumzia. Unazungumzia watu kwamba timu yetu ya taifa ipo kule. Alafu unazungumzia wachezaji wa kwenye ligi yetu. Ukienda sijui Mali unampata mtu, sijui umeenda Burkina Faso unapata mtu. Na hizo ndio nchi za magharibi ambazo ukiangalia hata kipa kupata nafasi pale inabidi apambane na makipa wanaocheza kwenye ligi kubwa za Ulaya. Lakini wachezaji wanaweza kupata nafasi za kuanza
wachezaji wanapata nafasi ya kuingia. Kwa hiyo ligi yetu sisi kuna kitu kikubwa tunacho tofauti. Ndio maana nasema hivi, nawaambia wa Kenya, yani wanasemaga hawa wa Kenya ni wazima kweli. Yani wao wanasema wamekuwa wana mdomo, kelele nyingi, na mwisho wake unaona sio watu wa kujilinganisha na sisi. Kwa hiyo sisi hicho ni kipimo cha kuonyesha kwamba tuna hatua tumepiga, na naamini kabisa viongozi wanaweza wakaendelea kutafuta wachezaji ambao watakuwa wanaweza kuwa kwenye timu za taifa, kwa sababu Yanga na Simba kwa level yao pia wanastahili kuwa na wachezaji ambao kwenye timu za taifa.